Kidagaa kimemuozea, sura ya kwanza, ukiletewa nami Bossman the 777. Kwenye ukingo wa mto Kiberenge, vijana wawili waliketi chini ya mti. Mvulana Amani Chirchiri Hamadi na msichana Imani Mtembezi. Wamechoka hadi ya kuchoka. Mtini nondo apapatika kutaka kujinasua toka kwenye utandabui uliomnasa. Amani alikuwa kadri wa kimo, umri wake miaka 24. Pembeni alikuwa na mkoba mdogo mweusi uliobeba kila kilichokuwa chake. Alikuwa kavaa shati la nili lililodondosha vifungo. Suruali yake ya kaki ina viraka viwili vikubwa vya urujuani vilivyochungulia makalioni kama pazia kwenye madirisha ya nyumba. Imani alikuwa msichana mdogo mwenye umri wa kama miaka 14. Ngozi yake weusi uliokoza, pengine weusi huo ndio uliompa mvuto mbele ya marijali wasikose kugeuka nyuma mara mbili walipopishana naye njiani. Weusi uliowafanya wenye ashiki zao kumwita Cheusi Dawa. Alikuwa msichana mzuri na mwenye haiba kama ambaye kaumbwa kwa mavumbi ya nyota. Nywele zake za kipilipili zimemkaa kichwani barabara kama taji la malkia. Rinda lake la manjano, chafuka nikufue, chanika nikushone, limemchukua vizuri. Usoni bashasha na tabasamu daima, moyoni fundo chungu, fundo ambalo ni nadra sana kwa watoto wa umri wake kulibeba. Ilikuwa siku ya pili tangu Imani alipozumu kuandamana na Amani, mvulana simjua asili wala fasili yake, kwenda kule Sokomoko. Kila mmoja na sababu yake ya kwenda huko. Imani kwa sababu kaharibikiwa kwa baraka, na kwa hiyo aweza kwenda popote kuanza alifu kwa kijiti. Naye Amani kwa sababu hataki kwenda pengine popote ila Sokomoko. Dira yake yamwelekeza Sokomoko kama pahala pema pa kupatia elimu ya maisha isiyofundishwa vitabuni na vioni. Naam, ataka ajaribishe au uonje unyonge katika uhalisi wake. Ili mradi ataka kucheza karata ya maisha hapa Sokomoko, agonge asikie mlio. Kubwa zaidi ataka kujua kama kwenda Sokomoko kutasaidia kufumbua siri ya kumwokoa amu yake aliyefungwa jela maisha kwa kosa asilolifanya.